Tumia maombi haya kuwaombea watoto wako. Tumia maombi haya kuwaombea watoto wako. Kitabu cha Injili ya Luka sura 23 mstari wa 28. Yesu akageuka akasema, enyi binti Yerusalemu, msinililie mimi, bali jililieni ninyi na nafsi zenu na watoto wenu. Ni nini alichokuwa na maanisha? Wale watu wa Yerusalemu walikuwa wakilia, wakimlilia Bwana Yesu na wakitamani Bwana Yesu atoke kwenye ile adhabu. Lakini Bwana Yesu akasema, hapana, msinililie mimi, bali muwalilie watoto wenu. Kwa maana tazama, siku zinakuja watakaposema, heri waliotasa na matumbo yasiyozaa na maziwa yasiyonyonyesha. Ndipo watakapoanza kuiambia milima, tuangukieni, na vilima, tufunikeni. Kwa kuwa kama wakitenda mambo haya katika mti mbichi, itakuwaje katika mkavu? Haya maneno Bwana Yesu alikuwa akiwaambia watu wa Yerusalemu. Ilikuwa ni maneno ya kawaida, lakini alikuwa akimaanisha ya kwamba kuna haja ya kuombea kizazi kinachoendelea. Kuna haja ya kuombea watoto wanaoendelea. Kwa maana yake, mtoto kama huna muda wa kumwombea au huna muda wa kuwaombea, adui anaweza kuwatumia watoto wako kuwa mwiba. Adui anaweza kuwatumia watoto wao kusahau kabisa kwamba walizaliwa na wewe au walitokana na viuno vyako au tumbo lako. Ni nini? Ni kwamba adui anatafuta uzao. Ikumbuke ya kwamba alipozaliwa Bwana Yesu, watoto wote wa kiume walichinjiliwa mbali, kwa sababu adui alikuwa anatafuta namna ya kuua mtu ambaye anaweza kuja kuwa mwokozi. Kipindi ambacho alizaliwa mtumishi wa Mungu Musa, watoto wa kiume walipitia wakati mgumu. Ni nini? Inamaanisha kwamba kuna haja ya kuomba kwa ajili ya watoto wetu. Adui anaweza kuwatumia na Mungu anaweza kuwatumia. Watoto wako wanaweza kuja kuwa faraja na furaha ya moyo wako, na watoto wako wanaweza kuja kuwa maumivu na utesi mkubwa katika moyo wako. Lakini unao nafasi leo ya kutabiri na kutamka. Unataka watoto wako wawaje? Unataka Mungu atende nini? Hata kama kuna mambo ambayo adui ameyapanda kwao, unao nafasi ya kuomba kwa ajili yao. Hata kama kuna namna unaona hawaelewi kimasomo, hawapigi hatua, mambo haya na yale, unao nafasi kama mzazi ya kutamka. Tumewahi kusikia kwamba mzazi ni Mungu wa pili. Kwa maana hiyo, mzazi anaweza kutamka lolote lililo jema likampata mtoto, na lililo baya pia likampata mtoto. Kama unaweza kutamka laana ikamfikia, basi unaweza kutamka baraka ikamfikia. Twende mbele za Mungu. Unao watoto wangapi? Unajua wewe. Ni mmoja, ni wawili, ni watatu, ni wanne, ni watano, 6, 7, 8, vile Mungu amekubariki. Hiyo ni baraka. Unaweza kuifanya baraka hiyo ikawa baraka pia katika kizazi kinachoendelea. Unaweza kufanya Mungu akakuonekania zaidi kwa yale ambayo unatamani watoto wako Mungu awatendee. Basi chukua jambo hili la kiimani. Kama wewe ni mama, gusa tumbo lako. Na kama wewe ni baba, basi inua tu mkono wako juu, alafu endelea kuombea watoto wako. Hata kama wako mbali, kama wako karibu, wakusanye, omba nao, watabirie, weka mikono kwenye vichwa vyao, tamka maneno mazuri, vunja roho ya kutokuelewa, vunja roho ya giza, vunja roho ya uharibifu, ondoa kila mapando ya shetani, anza kupanda mambo mapya. Tamka unataka wawaje. Hata kama ni mdogo haelewi, hata kama ni mimba, tamka. Mungu ataonekana na Mungu atafanya kama vile unavyotamka. Ni vile adui ametuondolea ujasiri wa kujua kwamba kinywa chetu kinaweza kuumba. Ni vile adui ametuondolea kujua kwamba tunao mamlaka ya kutabiri nini kitokee katika maisha yetu na watoto wetu. Huenda kuna namna ambao watoto walikukwaza, uliwaita maneno mabaya, majina mabaya, alafu adui ameyafanya yale maneno yawe muhuri na amethibitika, wamekuwa kama vile ambavyo ulikuwa kitamka au mlikuwa mkiwatamkia kwa kipindi ambacho ulikuwa kikuumiza. Hata kama kuna mtoto wako amekuumiza, unasikia uchungu, msamehe. Kwa sababu kama hujamsamehe, umemfungia. Hawezi kufanyikiwa, hawezi kuinuliwa. Hata kama kuna mafanikio yanaonekana sasa, hiyo ni geresha tu, sio ukweli. Kwa sababu ziko baraka zinazotoka kwa mzazi, ziko baraka zinazotoka kwako. Mtamkie mema mtoto wako au watoto wako, watamkie mema na Mungu atafanya. Mungu atakusaidia. Basi kwa yale ambayo tumekubaliana kwamba mama utagusa tumbo lako, kama uko na watoto basi wawekee mikono kichwani. Kama ni baba, inua mkono wako kama watoto wako mbali. Kama wako jirani, weka mkono, alafu utaona Mungu akifanya mabadiliko. Baba, tumeleta watoto, tumekuja mbele zako. Sisi ni wazazi, tunaomba rehema. Kuna wakati tulijikwaa katika kuzungumza, kuna wakati tulijikwaa katika kunena, tukanena maneno mabaya kwa sababu ya maumivu. Pengine Bwana tukua na muda wa kutosha kuomba kwa ajili ya watoto wetu, adui na dunia ikawadanganya. Baba, ninaomba rehema, naomba neema tena Bwana kusimama tena kwenye nafasi.
Naomba neema tena ya kusimama tena kwenye nafasi kama mzazi. Naomba kwa ajili ya mzazi huyu. Naomba kwa ajili ya wazazi hawa ambao wamechukua hatua ya kiroho, ya imani, ya kuomba kwa ajili ya watoto. Baba, najua mwingine ni mzazi mmoja anapitia magumu kwa kuwasomesha na kuwafikisha mahali pa kusudi. Mwingine Bwana ni mzazi ambaye ameachwa, ametelekezwa. Wengine ni wazazi wote wawili wako pamoja. Baba, ninawaombea. Ninaamuru mupokee nguvu. Pokea nguvu mahali ulipo kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya kuombea sasa. Pokea nguvu ya kuombea. Wewe ni kuhani wa leo. Mungu amekufanya kuwa kuhani. Maana ya kuhani ni mpatanishi. Maana ya kuhani ni mtu aliyesimama kwenye zamu ya kiroho ili kuwaunganisha watu na Mungu. Ninakuombea, pokea mafuta ya ukuhani. Pokea neema ya ukuhani. Pokea kibali cha ukuhani. Pokea nguvu ya ukuhani katika jina la Yesu. Anza sasa kuomba. Anza kuvunja kila mipango ya giza. Baba, tunakuja mbele zako. Nenda kukataa kila mipango ya shetani inayosimama juu ya watoto. Inayosimama juu ya watoto katika jina la Yesu Kristo. Kila roho ya giza. Mwingine una watoto ambao wanasoma, wameshuka kimasomo, na kataa hiyo pepo, na kataa roho ya kurudi nyuma kwa jina la Yesu. Haijalishi watoto wako karibu au wako mbali, ita kwa majina yao, omba kwa majina yao, tamka majina yao. Anza na wa kwanza, anza na anayefuata, anza na anayefuata. Ondoa roho ya mapooza, ondoa roho ya mapooza, ondoa roho ya kurudi nyuma, ondoa roho ya giza, roho ya umasikini, roho ya uzito. Toka kwa jina la Yesu. Tunakataa mipango ya giza kwa jina la Yesu. Baba, hujaweka mtoto huyu kwenye tumbo hilo na viuno hivyo kuwa mtoto wa hasara, kuwa mtoto wa aibu. Nafuta kila aibu, nafuta kila hasara. Natamka baraka, natamka ushindi kwa jina la Yesu. Kila mapando ya giza yaliyokaa kwa watoto wako na yaondoa. Toka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Watoto kuchanganyikiwa na dunia, watoto kuvamiwa na dunia. Toka magonjwa kwa watoto. Toka kwa jina la Yesu. Na kemeo roho ya giza. Nafuta maneno mabaya. Nafuta kila matamko mabaya yaliyotamkwa na watu wa nje kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaomba juu ya mtoto huyu. Ninaomba juu ya watoto hawa. Na wakomboa kwa damu ya Yesu. Na wakomboa kwa damu ya Yesu. Hawatakuwa mikia, watakuwa vichwa. Neno lako linasema watoto wetu watafundishwa nawe Bwana, na amani yao itakuwa kwa ajili yako. Amani yao itakuwa kukucha wewe. Baba, narejesha mahusiano ya ibada kati ya watoto hawa na Mungu. Narejesha mahusiano yako Bwana, ukakae pamoja nao katika jina la Yesu. Roho ya kukengeuka katika kipindi cha ukuaji na ikataa. Toka kwa jina la Yesu. Roho ya kusahau wazazi. Mwingine ni mzazi unanisikia, una mtoto wako au watoto wako hawakusaidii, wameisha kuwa watu wazima, lakini wamesahau kabisa, hawakumbuki, hawakujali. Hiyo roho iliyowavamia naivua kwa jina la Yesu. Naita kwa majina yao kwa damu ya Yesu, na wakomboa kwa jina la Yesu, na wakomboa. Watoto wakawe faraja kwenye familia. Naombea mtoto wako huyo unayemtamka sasa, akawe faraja, akawe lango la kuleta neema, akawe lango la kuleta baraka. Naondoa laana katikati ya familia. Naondoa madhabahu za kurithi, roho za kurithi kutoka upande wote ule, na divunja kwa jina la Yesu. Naachia ukombozi kwa watoto, naachia ukombozi kwa watoto. Uzao wako, kizazi chako kikombolewe kwa jina la Yesu, kikombolewe kwa jina la Yesu. Ewe pepo mbaya, toka, mwachie mtoto huyu. Toka, mwachie watoto hawa kwa jina la Yesu. Toka, achia fahamu zao. Toka, achia hatua zao katika jina la Yesu. Natamka baraka, yale maono na ndoto njema walizokuwa nazo watoto, natamka zikatimie katika damu ya Yesu. Naachilia utukufu wako, naachilia nuru yako Mungu, ukawalinde. Na watenga na ubaya, na watenga na aibu, na watenga na mikosi, na watenga na giza, na watenga na kila kazi ya shetani katika jina la Yesu. Natamka ulinzi wa Bwana, natamka neema ya Bwana, natamka ukombozi wa Bwana. Navua kila roho ya kiburi, navua kila roho ya jeuri, navua kila roho ya giza, roho ya kutokuelewa, na ikataa kwa jina la Yesu. Natamka ukawe unaongoza, wala usiwe mkia, ukawe kichwa kwa jina la Yesu. Natamka ushindi katika matokeo. Wale wanaosoma na waombea, neema ya Bwana ikawakomboe, neema ya Bwana ikawafungue. Nafungua fahamu, nafungua akili, nafungua wepesi, nafungua moyo wa ibada, nafungua moyo wa upendo, nafungua moyo wa kupendana. Nakataa roho za kuchukiana, nakataa roho za magomvi kwenye familia katika jina la Yesu. Naitamkia baraka familia yako, natamkia baraka watoto wako. Watoto wapokee neema, watoto wapokee ushindi, wapokee kibali, wapokee hatua mpya. Magonjwa yote mabaya na watenga nayo katika jina la Yesu. Natamka ushindi katika jina la Yesu. Natamka ushindi kwa damu ya Yesu. Natamka ulinzi kwa damu ya Yesu. Naachilia damu ya Yesu kwa watoto, wakombolewe katika jina kuu la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki na akutendee mema. Mimi mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa. Naamini umehudumiwa. Naamini Mungu amehudumia watoto wako. Endelea kuwaombea ikiwa nguvu ipo.
omba tu. Utaona Mungu akienda kutenda mambo makubwa. Kulikuwa kuna tabia ambayo ulikuwa uipendi, utaona Mungu anafanya njia mahali pasipokuwa na njia, kwa sababu hakuna neno gumu lisiwezekana kwa Mungu. Kwa Mungu yote yanawezekana. Usimkatie tamaa mtoto, wala usiwakatie tamaa. Waombee. Ni shetani anafanya kazi ya giza, lakini yuko Mungu anayebatilisha kwa jina la Yesu. Neno la Mungu linasema mpigeni shetani naye atawakimbia, na utauona mkono wa Bwana katika watoto wako na uzao wako. Unatamani uende wasiliana nami kwa namba ya WhatsApp inaonekana kwenye skrini yako, au unatamani au unasikia moyoni amani na msukumo wa kuwakomboa au kuwatolea sadaka ya amani watoto wako vile Mungu anakusukuma, basi unaweza kuachilia sadaka kwa namba zinazoonekana kwenye skrini yako. Achilia sadaka ya uzao, ukombozi wa uzao, kuwategemeza mbele za Mungu wazao, ili Mungu aweze kuwa pamoja nao. Utaona mkono wa Bwana. Ayubu alikuwa akitoa sadaka kwa ajili ya watoto wake. Anasema pengine wametenda dhambi bila mimi kujua. Sadaka hii ikasimame juu ya watoto wangu, ikawafuatilie, ikawakomboe, na utaona mkono wa Bwana. Tembelea YouTube channel kwa kuandika Maombi ni Dawa. Usisahau kusubscribe ikiwa umebarikiwa na huduma hii. Mungu akubariki. Uwe na wakati mzuri.